Yes, bana mtazamaji wa Biomedia channel popote pale ambako unaendelea kutazama na kufuatilia taarifa mbalimbali, nikwambie karibu sana tuangazie yaliyojiri na kumeki headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Leo hii tunaarifa kwamba Diamond Platnumz amemjibu Rich Mavoko baada ya kuwachafua Wasafi. Niliondoka WCB Wasafi ili nimtumikie Mungu wangu. Bana karibu sana. Hili limeweza kuteka headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii na tutalifahamu kwa kina kabisa kupitia Biomedia, hivyo usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Ni msanii wa muziki wa Bongo Flava Rich Mavoko ambaye amefunguka kuhusu changamoto ambazo alikutana nazo kipindi alipokuwa chini ya lebo ya WCB Wasafi. Na msanii huyo amesema kwamba kulikuwa na nyakati ambazo alijikuta kibano kutoa nyimbo zake, jambo ambalo pia lilikuwa likimkatisha tamaa katika safari yake ya muziki. Akieleza zaidi, Rich Mavoko amesema kuwa kila alipokuwa akipinga kuachia wimbo mpya ama kila alikokuwa akipanga mara nyingi kulizuka hali ya kunumiwa kutoka kwa baadhi ya watu ndani ya lebo hiyo. Na kwa mujibu wa maelezo yake, hali hiyo ilikuwa ikitokea bila sababu za wazi, jambo ambalo lilimfanya iwe vigumu kwake kuendelea kutoa kazi zake kama ambavyo ilikuwa akitamani binafsi. Lakini pia ameongeza kwamba wakati huu alikuwa na hamu kubwa sana ya kuwapa mashabiki wake muziki mpya, lakini mazingira ambayo alikuwa nayo yalifanya jambo hilo liwe gumu kutumia. Lakini pia Rich Mavoko aliongeza kwa kusema kuwa baada ya hayo yote, visa na mikasa, aliamua kuondoka kwenye record label hiyo ili mtumikia Mwenyezi Mungu wake. Kauli yake hiyo imezua mijadala mingi sana kiukweli, wengi wakihisi kuwa akiwa Wasafi alikuwa hamtumikii Mungu wa kweli, huenda wana Mungu wao ambaye wanamtumikia. Na ndio maana siku ya jana msanii D-Voice pia aliweza kuzungumza kuhusu kuishi duniani na akidai kuwa anamuomba kiukweli Mwenyezi Mungu akae miaka 35 duniani itakuwa inamtosha. Huenda tayari naye kashakusha kuingia kwenye mambo ambayo ni maagano ya kama Rich Mavoko wakati huo. Kauli hii ya msanii huyo imeweza kuibua pia mjadala miongoni mwa mashabiki wa muziki. Wengi wakataka kufahamu zaidi yaliyojiri nyuma ya pazia, pengine wakati alipokuwa chini ya lebo hiyo ya WCB alikuwa ni yapi. Hata hivyo, Rich Mavoko ameweka wazi kuwa uzoefu huo ni sehemu ya safari yake ya muziki na umempa mafunzo mengi sana katika maisha ya kazi yake ya sanaa. Lakini baada ya kauli hiyo siku ya leo, Diamond Platnumz ambaye huyu ni mmiliki wa Wasafi FM lakini pia WCB Wasafi aliweza kuulizwa na waandishi wa habari kufuatia ambayo anaendelea kwa aliwekwa msanii wake mzima Rich Mavoko, kama anamchafua fulani hivi ama anachafua brand yake. Bana hapa Diamond Platnumz alijibu kuwa WCB Wasafi ni mti wenye matunda, hivyo basi milele lazima utapigwa mawe. Sio yeye tu, karibu wote ambao walikuwa Wasafi walivyoondoka wanatafuta sababu ya kuzungumza vibaya ili waweze kutrendi, na kawaida yetu sisi huwa hatujibu. Hili kauli ya bwana mkubwa Diamond Platnumz kwa Rich Mavoko kufuatia kauli zake zile ambazo amezungumza wakati alipokuwa chini ya lebo hiyo. Nini ambavyo vilikuwa vikiendelea? Mtazamaji, mimi ninatamatisha moja kwa moja hili. Basi unaweza kuandika maoni yako kupitia Biomedia kwenye comment section, tuweze kuangazia hapo. Mwanzo kuenjoy mpaka hapa ambako tumefikia kile ambacho kinaendelea kati ya Diamond Platnumz ambaye ni mmiliki kamili wa Wasafi FM WCB, lakini pia na msanii ambaye aliwahi kuwa chini ya lebo yake Rich Mavoko. Mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.